Katika kijiji kidogo kilichoitwa Mlimani, aliishi kijana mmoja aitwaye Baraka. Maisha yake hayakuwa rahisi. Alikulia katika familia ya kipato cha chini, baba yake akiwa mkulima na mama yake muuza mboga sokoni. Kila siku Baraka alitembea kilomita kadhaa kwenda shule akiwa amevaa viatu vilivyochakaa na begi lililoshonwa mara nyingi. Lakini Baraka alikuwa na ndoto kubwa. Alitaka kuwa mhandisi ili siku moja aje kuijengea kijiji chao barabara na hospitali. Watu wengi kijijini walimcheka. Ndoto hizo ni za watoto wa mjini, jirani mmoja alimwambia siku moja. Maneno hayo yalimuumiza, lakini hayakumvunja moyo. Badala yake, yalikuwa kama moto uliowasha azma ndani yake. Kila jioni baada ya kumsaidia baba yake shambani, Baraka alisoma chini ya taa ndogo ya chemili. Wakati mwingine, upepo ulizima taa, lakini hakukata tamaa. Siku moja, shule yao ilitangaza mashindano ya kitaifa ya sayansi. Mshindi angepata ufadhili wa masomo. Walimu wengi hawakutarajia mwanafunzi kutoka kijiji cha Mlimani angeweza kushindana na shule kubwa za mjini. Lakini Baraka aliamua kujaribu. Kwa kutumia vifaa vya kawaida tu, betri ndogo, waya na mbao, alitengeneza mfano wa daraja imara la bei nafuu kwa ajili ya maeneo ya vijijini. Aliwasilisha mradi wake kwa ujasiri, akieleza jinsi daraja hilo lingeweza kusaidia wakulima kusafirisha mazao hata wakati wa mvua. Siku ya matokeo ilipofika, ukumbi ulikuwa kimya. Jaji mkuu alisimama na kutangaza, mshindi wa mwaka huu ni Baraka kutoka Mlimani. Ukumbi ulilipuka kwa makofi. Wale waliomcheka walishangaa. Wazazi wake walilia kwa furaha. Ndoto yake ilianza kuwa halisi. Miaka michache baadaye, Baraka alirudi kijijini kama mhandisi kamili. Alisimama juu ya daraja jipya lililojengwa kwa juhudi zake, akitazama watoto wakivuka kwa furaha kwenda shule. Alitabasamu na kusema moyoni, hakuna ndoto ndogo, kuna watu wanaoikataa kabla ya kuijaribu. Na tangu siku hiyo, kijiji cha Mlimani kilijifunza kwamba mafanikio hayaanzi mjini, yanaanzia moyoni.